Jina naitwa Ali Simba, ndiye katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbinga. Naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutujalia siku nyingine imeenda, lakini kwa zoezi zima ambalo tumeanza nalo toka tarehe 28 mwezi wa 6 la utoaji au la uchukuaji na urejeshaji wa fomu. Kwa hiyo ndugu mwandishi, nataka wajulishe wana CCM na wananchi wote kwa ujumla kwamba zoezi letu linakwenda vizuri kwa siku hizi 3 ambazo tumeenda nazo kuanzia tarehe 28, 29 na tarehe 30. Tunakwenda vizuri na kwa kweli zoezi linaendelea vizuri sana. Kwa ngazi ya udiwani na kwa ngazi ya ubunge watu wanaendelea kujitokeza kuchukua fomu na kurejesha fomu. Jimbo langu mpaka sasa nina majimbo mawili, kwa maana ya Mbinga mji na Mbinga vijijini, kwa maana halmashauri ya mji wa Mbinga vijijini. Kwa hiyo nahudumia majimbo mawili, na mpaka sasa katika hayo majimbo yote mawili tunao wagombea ambao wamechukua fomu wasiopungua 15 tu, kwa maana Mbinga vijijini wamechukua 13. Na katika hao 13 wote ni 12 ni me na ke ni mmoja ambaye ndiye amekuwa 13. Lakini jimbo la Mbinga mjini wamechukua mpaka jana wamechukua wabunge wawili, kwa maana walioomba na kuchukua na kurejesha ni wawili na wote ni me. Kwa hiyo ukiangalia takwimu hapo mpaka sasa tunao watu waliochukua ni 15. Kwa hiyo niombe niseme kwamba niendelee kuwaomba wana CCM, niwaombe wananchi wajitokeze kwa wingi katika shughuli hii, na hili ni haki yao ya kikatiba, haki yao ya kikanuni, na kama tulivyosema, kama kuna jambo lolote linakuwa tofauti kuanzia ngazi ya udiwani, kama kuna mtu na utaratibu wa fomu, nawaambia kila siku kwamba fomu ni shilingi, kwa udiwani ni shilingi 50,000 na ubunge ni shilingi 500,000. Kwa hiyo kwa sababu mimi nina kata 49, kama kuna mgombea yoyote ngazi ya kata amefanyiwa tofauti na haya, labda katozwa kinyume na fedha hiyo, kuna michango kaambiwa, basi waweze kunipa taarifa haraka na mimi nichukue hatua stahiki za kikanuni za maadili. Kwa hiyo tumeelekezwa hivyo, na mpaka sasa tunaendelea kutoa fomu, sijasikia tofauti yoyote mtu akilalamika. Lakini kwa sababu jimbo langu ni kubwa, kata 49, inawezekana huko pembezoni kuna mtu kafanywa sintofahamu. Kupitia nyinyi waandishi wa habari, naomba muwajuze, wasiwe na mashaka. Kama mtu kafanywa tofauti, afike atoe taarifa ofisini kwangu na mimi nitachukua hatua haraka sana.